Karibu tena katika somo la Kiswahili. Mwalimu wako ni mimi Baraka Bambi. Leo tutakuwa nafanya maswali ya mada ambazo zimepita. Kwa hiyo itapendeza zaidi kabla hujasikiliza namna ambavyo tunafanya maswali haya, umekwisha pitia zile mada za vipindi vilivyopita. Swali letu la kwanza linasema panga nomino au majina yafuatayo katika ngeli zake. Tulisema sisi tunasoma ngeli za upatanisho wa kisarufi ambazo ziko ngapi? 9. Na zile ngeli zinahusu nomino. Na nikasema ukipewa nomino, wewe kazi yako ni kuhakikisha unatunga sentensi ambayo ina nomino hiyo na kitenzi. Baada ya kutunga, unachukua vile viambishi awali vilivyo kwenye nini? Kwenye kitenzi. Kwa mfano, ngeli zetu ziko 9. Kuna awa ambayo ngeli ya kwanza awa inahusu viumbe hai wote. Kwa tumepewa swali hilo, tumepewa nomino uzipange katika ngeli zake au makundi yake. Swali la nomino wa kwanza ni kipofu. Kwa kazi yako unatunga tu sentensi kipofu. Labda kipofu anatembea, wingi ni vipofu wanatembea. Kwenye umoja ni a, kwenye wingi ni wa. Kwa ngeli ya kipofu ni a wa. Kwa kipofu kundi lake ni a wa na ule kiumbe hai. Unakwenda B, tiketi. Tiketi inauzwa katika umoja, wingi tiketi zinauzwa. Huku ni i, huku ni zi. Kwa ngeli ya tiketi ni i zi. Unakwenda uma. Uma kwenye umoja sema uma umepotea, wingi wa uma ni nyuma. Kwa itakuwa ni nyuma zimepotea. Hapa ni u, huku ni zi. Kwa ngeli ya uma ni u zi. Baada ya hapo unakwenda kucheza. Kucheza nilisema ngeli ya 8 ambayo ni kuu inahusu vitenzi jina. Yaani ukiliona neno ni kama kitenzi lakini kumbe ni nomino. Kwa hii ni nomino ambayo ni kitenzi jina na ngeli yake ni ya 8 ambayo ni kuu. Ukitunga sentensi kwa mfano kucheza kunafurahisha, tayari kuu inakuwa mwanzoni. Hii kipepeo ni kiumbe hai. Kwa kama ni kiumbe hai hata nisipofunga sentensi inaingia katika ngeli ya kwanza ambayo ni a wa. Kipepeo analuka, vipepeo wanaruka. Ukisema kipepeo kinaruka na vipepeo vi inakuwa kivi. Lakini msisahau kipepeo ni kiumbe hai. Kwa inaingia ngeli ya ngapi? Ya kwanza. Tunda limeiva, matunda ya. Tunda matunda ya. Kwa ngeli ya tunda ni li ya. Hilo swali la kwanza limeisha. Kwa hiyo tunga tu sentensi wewe na kichwa chako au pembeni. Swali la pili, tenga kiima na kiarifu katika tungo zifuatazo. Nilisema kiima ni sehemu katika sentensi inayotokana na mtenga au mtengo, lakini kiarifu ni ile sehemu inayotoa taarifa juu ya kiima. Kwa maneno mengine nikasema kwa ufupi kabisa nikasema hivi, ili uweze kutenga kiima na kiarifu, kazi yako ni kutafuta kitenzi. Ukikiona kitenzi, kuanzia kilipo kitenzi kwenda kulia, hiyo yote ni sehemu ya kiarifu katika sentensi moja. Tunakwenda kutenga. Tutatumia vifupisho. Kiima ni ka, kiarifu ni a. Sentensi ya kwanza, vijana wale ni watoto wetu. Katika sentensi yetu kitenzi kiko wapi? Kitenzi ni ambacho ni kitenzi kishirikishi. Kwa kuanzia kilipo kitenzi kwenda kulia, huku pote ni kiarifu. Hapo nyuma yake ni kiima. Kwa ili kubaini kiima na kiarifu, wewe angalia tu sehemu yenye kitenzi. Kuanzia kilipo kitenzi kwenda kulia katika sentensi moja, hiyo ni sehemu ya kiarifu. Kwenye kiarifu lazima kuwe na kitenzi. Upande wa kiima kitenzi kisiwepo. Sentensi ya pili, wanafunzi waliopata ajali mkoani Arusha wameagwa rasmi leo. Kuna vitenzi viwili. Kitenzi cha kwanza waliopata, cha pili wameagwa. Lakini nilisema hivi, kitenzi chenye kiambishi cha o rejeshi huwa kinashushwa hadhi na kuwa kivumishi. Kwa hiyo hiki kitenzi kinapoteza sifa kitenzi, kinakuwa kivumishi. Maana yake hakina sifa ya kwa upande wa kiarifu. Kama ni hivyo, kitenzi ambacho kimebaki na sifa ya kiarifu ni hiki hapa kimoja. Kwa kuanzia hapa kuja huku, hiyo yote ni kiarifu, alafu nyuma yake ni nini? Ni kiima. Usisahau kitenzi chenye kiambishi cha o rejeshi kinakaa upande wa kiima kwa sababu kimeshushwa hadhi na kuwa kivumishi. Mama anafagia uwanja na baba anatengeneza dirisha. Tafuta kitenzi. Kitenzi ni anafagia, lakini kuna kitenzi anatengeneza. Sasa kuna vitenzi viwili. Ukiangalia cha kwanza hakina urejeshi, cha pili hakina urejeshi. Lakini hapa kuna na, maana yake hizi ni sentensi ngapi? 2. Nimesema kuanzia kwenye kitenzi kwenda kulia, hiyo yote ni sehemu ya kiarifu katika sentensi moja, lakini hapa ziko 2 zimeunganishwa na kiunganishi. Maana yake sentensi ya kwanza ni mama anafagia uwanja. Kwa hiyo hii kiarifu itakuwa ni anafagia uwanja, hiki ni kiarifu, nyuma yake kiima. Upande wa pili baba, kiima,
anatengeneza dirisha kiarifu. Maana yake kuna sentensi ngapi? Mbili. Kwa hata viima viwili, viarifu viwili. Yule mfupi sana alikuwa anapenda mpira. Vitenzi vilikuwa alikuwa ni kitenzi kisaidizi, anapenda kitenzi kuu. Kwa kuanzia hapa kuja huko kiarifu, nyuma yake kiima. Wamekimbia vizuri. Wamekimbia ni tendo. Maana yake kuanzia hapa kwenda huku chote ni kiarifu. Alafu kiima hapa ni kapa, maana yake hakipo. Hakuna kiima kwa sababu neno la kwanza ni kitenzi. Baba na mama. Tendo lipo, kitenzi hakipo. Kwa kama kipo, maana yake hatuna kiarifu, tuna kiima. Kwa baba na mama yote nini? Ni kiima. Kwenye kiima hakuna kitenzi na kwenye kiarifu lazima kitenzi kiwepo. Bainisha vishazi katika tungo zifuatazo. Swala la 3 hilo. Bainisha vishazi. Maana yake vishazi vipo vya aina ngapi? Nilisema 2. Kishazi huru na kishazi tegemezi. Na nikasema kishazi huru lazima kiwe na viambishi vya o rejeshi katika kitenzi. Kwa hiyo bainisha, maana yake utuambie kama kwenye sentensi kuna kishazi huru na kishazi tegemezi. Meza iliyonunuliwa jana imevunjika leo. Kitenzi cha kwanza iliyonunuliwa, cha pili imevunjika leo. Lakini nilisema kitenzi chenye o rejeshi ndio kinakuwa kitenzi cha kishazi tegemezi. Kwa kuanzia kwenye kitenzi ambacho hakina o rejeshi kwenda kulia, hii hapa ni kishazi huru, afu nyuma yake ni kishazi tegemezi kwa sababu kitenzi chake kina kiambishi cha o rejeshi. Lakini pia meza iliyonunuliwa jana, taarifa haipo nini? Kamili. Rejea mada za vipindi vilivyopita. Ingawa ni mnene, joho halikumtosha. Sasa hapa hii to sio kiambishi cha o rejeshi. Hii ni sehemu ya mzizi. Neno ni tosha. Akijapachio kwa ni sehemu ya neno. Sasa hapa kuna vitenzi viwili. Cha kwanza ni kitenzi kishirikishi na halikumtosha, kitenzi kikuu. Tunafanyaje? Nilisema hivi, ili ubaini kishazi tegemezi, angalia kwenye kitenzi chake kinakuwa na viambishi vya o rejeshi. Sasa na kuongezea kingine. Njia nyingine ya kubaini kishazi tegemezi, mbali na kuwa na viambishi vya o rejeshi na kutokutoa taarifa kamili, pia viambishi vya o rejeshi unavibaini kwa kuangalia maneno maalum. Uwepo wa maneno maalum ambao ni kama viunganishi yanafanya tungo fulani iwe ya kishazi tegemezi. Maneno yao ni kama ingawa, japokuwa, kwa kuwa, kwa sababu. Yote hao ni baadhi ya maneno ambayo yakiwepo kwenye tungo yanafanya tungo hiyo iwe ya kishazi tegemezi. Kwa uwepo wa neno ingawa. Ingawa ni mnene, unaona kabisa taarifa haipo kamili. Yapo kuna kitenzi ambacho hakina urejeshi, lakini kwa sababu ya uwepo wa neno ingawa ambao neno maalum linafanya tungo hii iwe kishazi tegemezi. Ingawa ni mnene, taarifa haipo kamili. Kwa hiyo ni kishazi gani? Tegemezi. Joho halikumtosha, taarifa ipo kamili, ni kishazi huru. Sentensi nyingine. Ugonjwa ulioenea unaua sana. Vitenzi vile, ulioenea na unaua, lakini kitenzi kimoja kina o rejeshi. Kitenzi chenye o rejeshi kinakuwa kishazi tegemezi. Kishazi tegemezi, hapo upande wa pili kishazi gani? Huru. Tunakuja. Wanafunzi waliojibu vizuri wamepewa zawadi. Wanafunzi waliojibu vizuri wamepewa zawadi. Kitenzi cha kwanza waliojibu, cha pili wamepewa zawadi. Lakini cha kwanza kina o rejeshi, cha pili hakina. Kwa hiki ambacho hakina o rejeshi kuanzia kilipo chenyewe kwenda kulia ni kishazi huru. Alafu nyuma yake kishazi gani? Tegemezi. Sentensi ya mwisho, anataka kucheza mpira. Anataka ni kitenzi kisaidizi, kucheza kitenzi kikuu, mpira nomino. Hapa vyote ni vitenzi vyetu havina viambishi vya o rejeshi. Maana yake hapa hakuna kishazi tegemezi. Kuanzia hapa kuja huku yote ni kishazi huru. Usisahau kishazi tegemezi lazima kitenzi chake kiwe na o rejeshi au liwepo neno maalum ambalo litaua nguvu ya kile kitenzi kisichokuwa na o rejeshi. Sasa hapa nimejibu kwa kupigia mstari. Unaona anaamua kutenga. Ukiamua kutenga, maana yake itakuwa meza iliyonunuliwa jana ni kishazi tegemezi. Meza imevunjika leo, kishazi huru. Ile nomino au kiwakilishi kinafanya kazi zote mbili ukiamua kutenga bila kupigia mstari. Ugonjwa ulioenea, kishazi tegemezi. Ugonjwa unaua sana, kishazi huru. Taarifa ipo kamili. Wanafunzi waliojibu vizuri, kishazi tegemezi. Wanafunzi wamepewa zawadi, kishazi huru. Hilo limeisha. Swali jingine. Taja viambishi vya o rejeshi vya ngeli ya kwanza, ya tatu, ya tano na ya tisa. Taja viambishi vya o rejeshi vya ngeli ya kwanza, ya tatu, ya tano, ya saba na tisa. Kisha tunga sentensi kwa kila moja. Sasa una kazi ya ziada. Hakikisha zile ngeli 9
unazisoma, unaziweka kichwani kwa mpangilio ya kwanza hadi ya 9. Swali jepesi sana, lakini kama mpangilio wa ngeli haufahamu, maana yake ni swali litafanya nini? Litakushinda. Kwa kuwa makini, hakikisha unazifahamu. Ngeli ya kwanza nimesema ni a, wa, ya pili ni u, i, ya tatu ni li, ya nne ni kivi, ya tano ni izi, ya sita ni uzi, ya saba ni uya, ya nane ni ku, na ya 9 ni pamku. Hizi ndio ngeli zetu. Sasa swali linatutaka tutaje viambishi vya o rejeshi vya kila ngeli. Nimesema kila ngeli na viambishi vyake vya o rejeshi, na nimesema viambishi vya o rejeshi mara nyingi vinapachukua kwenye kitenzi ili kurejelea mtenda au mtendwa, na vinaitwa viambishi vya o rejeshi kwa sababu lazima o iwepo, ama peke yake ana sauti nyingine, isipokuwa ni kiambishi kimoja tu ambacho ni ye, ndio o haipo. Na nilisema kwa mfano mtu anacheza, hapa o rejeshi haipo, ukiweka inakuwa mtu anayecheza. Kisu kimemkata haipo, ukiweka inakuwa kisu kilicho. Kwa ngeli ya kwanza ni awa, viambishi vyake vya rejeshi ni ngeli ya tatu ni lia, labda embe lililo, maembe yaliyo. Ngeli ya tano ni izi, labda saa iliyo, saa zilizo. Ngeli ya saba ni uya, labda ugonjwa ulio, magonjwa yaliyo. Ngeli ya 9 ni pamko, ambao ni pomo. Kwa ili swali linataka utaje hivi viambishi vya o rejeshi vya hizi ngeli. Ukishamaliza kuzitaja unatunga sentensi. Na unapotunga sentensi kwenye ngeli za upatanishi wa kisarufi lazima iwepo nomino na kitenzi, Maana yake nomino kwenye kitenzi unakiwekea kiambishi cha o rejeshi. Kwa mfano hapo utasema labda mbuzi aliyenunuliwa, hapo upande wa pili utasema mbuzi walionunuliwa, walio. Hapo utasema labda shati lililoletwa, hapo wingi itakuwa mashati yaliyoletwa. Hapo utasema labda chaki, labda saa iliyonunuliwa, saa zilizonunuliwa. Kwa kwenye kitenzi lazima uweke o rejeshi. Hilo nadhani limeeleka kwa staili hapo. Swali la 5. Narudia hapa kwamba kazi hapa bainisha o rejeshi katika tungo zifuatazo. Hapo unabainisha o rejeshi kwamba kwenye hili neno o rejeshi kwa wapi, viambishi vya o rejeshi. Maana yake hapa ni o, hapa ni zo, hapa ni o, hapa ni lo, na hapa ni ko. Hili ndio lilikuwa swali. Unabainisha, tunasema o rejeshi ni ipi. Hadi kufikia hapo kwa leo ni maswali imeshia hapo. Nitaendelea tena maswali kipindi kinachofuata. Kama hujielewa niulize kwenye sehemu husika ambapo unapata vitu hivi. Usisite kuniuliza. Lakini nasisitiza tena, ili uelewe vizuri hakikisha unapitia maada za vipindi vilivyopita. Kaa nami na kutakia siku njema, kila heri. Dua.